kwanza hatua ambayo ni extraordinary, ni kwamba hatujawahi kufanya. Nilikuwa naongea na viongozi wenzangu mle ndani, na kwa mkoa wa Kondoa amesema kilimo serikali imekuwa ikijitahidi sana, lakini kinachokumbukwa zaidi ni zile kauli mbiu na matamko mengi. Kilimo cha kufa na kupona, kilimo ni uti wa mgongo, siasa ni kilimo. Si mnafahamu yote hayo? Pamoja na yote hayo, ukija tu kwenye swala la mafuta ya kula, nchi yetu tunatumia nusu trilioni ya fedha zinatoka zinaenda nje kununua mafuta ya kula. Juzi hapa Mheshimiwa Rais alikuwa anatangaza mgao wa zile trilioni 1.3. Fikiria zile hela zinaenda kufanya nini nchi nzima. Alafu jiulize, kila mwaka nusu trilioni fedha zetu zinatoka kwenda kununua mafuta ya mawese Malaysia. Na ufunguo wa uzalishaji wa mafuta ya kula huko kwenye kilimo. Na kilimo kina kauli mbiu zake. Kilimo ni uti wa mgongo, kilimo cha kufa na kupona. Lakini nusu trilioni kila mwaka, nusu trilioni. Tumechukua IMF trilioni 1.3. Trilioni 1.3. Tunazungumza mambo mengi ya kufanya nchi nzima. Hizo ni mkopo wa IMF. Lakini humu ndani nusu trilioni tunazitoa, zinaondoka, zinaenda nje. Nataka kulisisitiza ili kila mtu alifikirie, ajue tunachotaka kufanya ni nini. Na ukumbuke hizo nusu trilioni ni maslahi mapana. Yaani wako watu katika hii biashara wananufaika na utaratibu huo. Kila mwaka nusu trilioni ya nchi yetu inaondoka, inaenda kununua mafuta ya mawese na mafuta mengine ya kula. Leo tunakopa trilioni 1.3 ya IMF na tunajua inaenda kufanya nini. Sasa hilo uliweke kwenye muktadha huo, uelewe kwamba nchi hii tunaweza tukalima mazao ya kuzalisha mafuta ya kula tukajitosheleza. Hiyo kila mtu anajua. Kwamba nchi hii ajira ni tatizo. Kama hujui, tizama matangazo ya kazi yanapotolewa. Watu wanaoomba ni wangapi? Sisi ambao tuko kwenye ubunge kila siku, mwanangu kamaliza chuo hana kazi, mwanangu kamaliza chuo hana kazi. Na viwanda vya kuzalisha mafuta ya kula vinafanya kazi miezi miwili, miezi mitatu, vinafungwa kwa sababu havina malighafi. Kwa hiyo ukiacha hiyo nusu trilioni na hama, kuna ajira chungu mzima hatunazo. Sasa wakati tunazungumza mambo ya machinga, machinga ni watu wanaojiajiri wenyewe. Wengi wao wangependa waajiriwe. Ukienda Mount Meru, kiwanda cha mafuta ya kula pale Singida, miezi miwili, miezi mitatu kinafungwa. Ukipita pale Singida mjini kuna vijana wanatafuta kazi. Ukija hapa Dodoma, hata Pixas, Shio, umeshafikia 100% ya capacity utilization? Bado. Na shida nini? Mbegu, raw material za kwenda kuzalisha. Kwa hiyo ndio uchumi wetu tulionao sasa hivi, na ambao leo tunajaribu hatua japo ni ndogo, lakini ni muhimu sana, kwa sababu kama ninavyosema haikupata kufanyika katika nchi yetu. Kwamba tunataka tujitegemee kwenye mafuta ya kula. Na ufunguo wa kujitegemea huko kwenye kilimo. Kilichochagiza zaidi kuliko vyote ni bei ya mafuta ya kula imepanda sana. Sasa najua watu wengi hawajui, lakini ukifuatilia kwenye mtandao siku hizi ni rahisi sana. Simu zetu hizi zote unaweza Google. Ukiangalia bei ya mbolea imepanda. Angalia bei ya soya imepanda. Angalia bei ya mafuta ya kula imepanda. Na sababu zake ni zile zile asilimia kubwa. Mafuta ya kula bei imepanda, ukiacha uzalishaji mbaya wa soya ambao ulitokana na COVID vile vile, pamoja na hali ya hewa. Kwa nchi kubwa kama Argentina, Brazil wanazalisha soya. Soya ni chanzo pengine cha pili kikubwa cha mafuta ya kula duniani. Cha kwanza ni michikichi.
Ukienda nchi ambazo wanazalisha mawese wanatumia vibarua. Vibarua wengi Malaysia wanatoka Philippines wanazunguka. Wakati wa lockdown mzunguko ulikuwa umezuiwa. Uzalishaji ukayumba kidogo. Kwa hiyo kuna uhaba duniani huko. Na kuna uhaba wa soya kidogo. Ndio unaona bei ya soya imepanda sana. Kwa hata sasa hivi ukiangalia alizeti bei imepanda kwa sababu watu wanatafuta haya mafuta tunaenda kununua huko njiani ambao wananunua barabara yamepanda bei kwa sababu bei ya mafuta imepanda. Sasa hii ni changamoto kwa walaji kwa mafuta ya kula, lakini ni fursa kwa wakulima. Kulima mazao ambayo yanaweza kaleta mafuta ya kula. Kwa hiyo sisi tumeamua kwa maana kwenye Wizara ya Kilimo karibia kila kitu. Pamoja hata tukiwa na kauli mbiu, lakini tunataka tuwe na mkakati kwa kuchambua ni nini kinakwamisha, afu tunaanza kukitatua. Baada ya kusema tu lima alizeti safi. Kwa nini hatulimi alizeti za kutosha? Baada ya kujua hilo tunaenda kulitatua. Changamoto kubwa ya kilimo cha alizeti ni kutopatikana kwa mbegu nzuri. Basi mahali fulani niliulizwa, nadhani nilikuwa nahojiwa na radio moja ya kimataifa. Sasa unaposema mbegu za alizeti ni nini? Na alizeti yenyewe mnapeleka viwandani ni nini? Kwa sababu zote zinaonekana ni mbegu. Alizeti yenyewe inakuja kama punje, kama mbegu. Lakini sio punje zote hizo zinaweza zikaoteshwa tena kwa tija. Japo wakulima wengi wanafanya hivyo. Lazima kuwe na uchambuzi wa zile punje zile ambazo zinafaa ukiotesha zinaota na kuzaa zaidi. Hizo tunaziita mbegu za alizeti kwa maana ya kulimia. Hizi mbegu nyingine, punje nyingine ndio zinaenda kukamuliwa mafuta. Kwa hiyo uhaba mkubwa kwetu tumekuwa nao ni kupata mbegu nzuri za kuoteshea alizeti. Tunazalisha aina fulani ya mbegu hapa chini inaitwa Record, ilitengenezwa na taasisi yetu, haitoshi kabisa. Tuna mbegu hasa wenyewe walikuwa wananiambia hapa, hata mbegu walizokuwa nazo japo walikuwa wanauza kwa bei rahisi. Shilingi ngapi kwa mfuko kilo moja? 1400. Lakini kwanza ni kidogo sana. Na matumizi ya mbegu hapa nchini za alizeti hajapata kuzidi tani 600 ambazo tuna taarifa zake. Matumizi ya mbegu bora ni kidogo sana hapa nchini. Kwa hiyo tumeliona hilo kwamba ni tatizo. Kwa pamoja na kupiga kampeni watu walime alizeti, tumeendelea kuhimiza sekta binafsi iingize mbegu za kutosha bora hybrid kutoka nje kwa sababu hazitoshi kwa ajili ya kuuza, kwa ajili ya wakulima kununua, na kuhimiza wakulima watumie mbegu bora. Kwa tunaamini sekta binafsi bado inafanya, imekuwa ikifanya mwaka nenda mwaka rudi. Inaagiza mbegu kutoka India, inaagiza mbegu kutoka China, mbegu kutoka Australia, inakuja inauza, lakini mfuko mmoja wa zile mbegu ni shilingi 35,000. Bei ya gari kwa wakulima wadogo wengi walikuwa hawezi kununua hizo mbegu. Kuna mbegu nyingine zinauzwa shilingi 15,000. Lakini bado wakulima wanalalamika bei ni kubwa, wanashindwa kwenda kununua. Kwa changamoto hiyo ya mbegu nzuri za kuuzia wakulima inasababisha tutumie nusu trilioni ya hela zetu, tunahamisha nusu trilioni, na nafasi ya kuajiri wa Tanzania inapotea kwa sababu mbegu hazitapatikana. Kwa baada ya kufanya uchambuzi tumesema moja, sekta binafsi tunaendelea kuhimiza iendelee kuuza mbegu kwa sababu wako wakulima wakubwa wamekuwa wakinunua kwa bei hiyo. Shilingi 33, 34, 35 kwa mfuko wa kilo moja, sio? Mfuko wa kilo moja wamekuwa wakinunua. Tunahimiza na naomba waendelee kuuza hiyo kwa sababu bado kuna watu walikuwa wananunua, lakini wakulima wengi hapo Kondoa, Kongwa, Mpwapwa, Bahi, Chemba, wengi wanaona hiyo bei ni kubwa. Kwa hiyo pamoja kwamba ardhi hii ya hapa Dodoma na sehemu nyingi chungu mzima hapa chini nawezeka, lakini hatatumia mbegu nzuri. Kama serikali isipoenda zaidi ya kauli mbiu tu limeni alizeti za bora, lazima tuwe na mkakati. Huo mkakati, na lazima niseme tumefanya mkakati kwenye ngano bila kutumia hata sumu ya serikali kuongeza kilimo cha ngano, na tunaanza kuongeza. Tunafanya mkakati huo katika pamba, hapo tunatumia fedha kwa ajili ya kuongeza tija. Tunafanya mkakati katika mazao mbalimbali. Kwa kauli mbiu sawa, lakini lazima kuwe na mkakati, nini kinatupeleka kule. Kwa hiyo sasa kama serikali tumeamua kutumia sasa hivi bilioni 2.2 kuandaa mbegu, bilioni 2.2 kuandaa mbegu ambazo leo tunaanza kuzigawa. Sasa hivi tuna tani 1,600.
tumekubaliana twende tusukume mpaka tufikie tani la walao 2000. Sasa nimesema hiki hakijawahi kufanyika hapa nchini siku yote. Sisi tungetamani tuwe na tani 5000. Kwa hiyo Mheshimiwa Daktari, tulijipanga kuagiza mbegu kutoka nje kabisa, na tumenunua nyingine, sio bwana? Tumeagiza nyingine kutoka hata Kenya, tumenunua. Kuna nchi moja sasa sihitaji maarufu inayoongoza kwa uuzaji wa alizeti. Wamepiga marufuku uuzaji wa mbegu za alizeti. Nyingine hapa tumepata mbegu Australia. Bei sasa ni mara 2 ya bei ambayo ilikuwa inauzwa hapa. Tukasema kwa sababu ni hela za serikali, lazima tuwe makini. Ingekuwa mtu binafsi labda angeleta. Lakini hela ya serikali lazima uwe na maelezo. Kwa nini ghafla bei imeongezeka twice as much? Mfuko ulikuwa unauza shilingi 15,000. Sasa wale wenzetu wanataka walete, sisi tununue kwa shilingi 33,000. Tukasema jamani, tunaomba mlete nyie muuze. Hii hela hii ni ya serikali. Na wakulima watatuuliza kwamba nyie mnataka kutuuzia kwa shilingi 3,000. Sekta binafsi ilikuwa inatuuzia shilingi 15,000. Hata tuelewa. Tumewaomba walete wao wauze kwa sababu wanunuzi wapo. Lakini tumetafuta mbegu sehemu mbalimbali, tumekosa. Tumetafuta India, imekuwa shida. Wasema labda mweke order mwaka mmoja kabla. Na unaweka order na kununua. Na sisi tumekuwa tayari kuzungumza na mabenki, kutoa letters of credit kwa ajili ya kuingiza mbolea. Na mabenki yamekuwa tayari kufanya vile. Lakini bei hatuwezi kwenda bei kwa sababu madhali serikali imeingiza mkono basi bei iwe juu. Kwa hiyo tumefikia hizi tani 1600 na Dr. Kashenge tukubaliana tutakwenda tufikie walao tani 2000 kwa sababu hizo changamoto. Sasa kuna watu wataondoka hapa watasema hii glasi ya maji ni nusu tupu. Wengine wataondoka watasema ina nusu maji. Tukumbuke ilikuwa haina chochote. Sasa hivi tumejaza imefika nusu. Tulitaka tani 5,000, tunakwenda tani 2000. Tulikuwa tunatoa tani 0. Sasa watakaolalamika, sasa mbona kweli matumaini makubwa watu wamechangamka watafuta mbegu, tumepata tani 2000, tutafikisha 2000. Hiyo ndio taarifa nzuri. Haikupata kufanyika. Matumaini ni makubwa ya kwanza na tunajua sasa mwaka tutafanya nini. Hilo ni zuri na ni kubwa. Kwa hiyo tani 5,000 kuzipata lazima tuimport. Importation ni kwangu msana. Tafuta mbegu mpaka Ufaransa. Mimi sikujua. Mbegu za alizeti tunatafuta Ufaransa. Hili somo kubwa sana. Hili somo kubwa sana. Tutalimaliza. Tupate tena msimu mmoja. Hii kabisa itakwisha. Hii itakwisha. Kwa hiyo mimi ningependa kusema kwa wadau hapa Dodoma, wakulima wetu mko hapa na nini, matumaini ni makubwa, watu wamehamasika sana, tulichofikia ndio hicho, tuambizane ukweli. Tulitaka mbuzi mzima tumepata nusu mbuzi. Dogo hiyo jamani. Kwa mara ya kwanza serikali sasa imeamua kuchukua hela zake 2.2 bilioni kununua mbegu. Mbegu ambayo inauzwa shilingi 35,000 kwa kilo moja. Sisi tutauza mali popote hapa nchini. Kilo moja shilingi 3,500. Dogo hilo. Hasa wamesema hawataki faida. Lakini wanataka hela yao irudi. Hela kurudi itarudi kwa sababu hatutoi bure. Wameangalia gharama aliyofanya Dr. Sofia Kasenge na kupongeza kwa kazi nzuri aliyofanya. Kwa kweli nilipambana sana kila siku na nadhani leo utashangaa na kupongeza. Ni mara ya kwanza. Kila siku nilikuwa namlalamikia kweli kweli. Lakini nilikuwa najua kazi unayofanya. Tafuta hela hizi ni kati ya zile bilioni 8 kwa ajili ya shughuli za mbegu kwa ujumla. Tukakubaliana tusitumie kwanza tununue mbegu ya alizeti, alafu tuuze, turudishe hizo hela na kazi zile nyingine za kufufua mashamba ya asa iendelee. Huo ndio ubunifu umefanyika katika wizara hii. Na Dr. Kashenge amefanya kazi nzuri sana na timu yako, asante sana kwa kazi nzuri. Kwa hiyo sisi tutahitaji hela hizo zirudi. Tulipendekeza kwamba wenye viwanda wachukue mbegu hiyo wauzie wakulima alafu waturudishie. Hawajaja wengi. Wakati mwingine nasema sekta binafsi kwa kweli inalaumu sana serikali. Haiko na nafasi na sisi kuwauliza maswali. Kuna sehemu kidogo kuwauliza. Mlituambia changamoto ni mbegu. Mbegu hizi hapa.
Sisi tutasimamia mkataba, ingieni mkataba na wakulima, na ndio ulikuwa msimamo wa serikali tangu mwanzoni. Lakini nashukuru sana wakuu wetu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Wao wamesema sisi tuko tayari kuchukua mbegu kupitia halmashauri, halmashauri itanunua, itaingia mkataba na wakulima. Kwa hiyo sekta ya umma imetuokoa hapa. Wakulima wadogo watapata mbegu hizo, kwa wale watakaowahi na utaratibu utakaowekwa kule. Inawezekana wanaohitaji ni wengi zaidi na mahitaji ni makubwa zaidi, kilichopatikana ni hicho, naamini kitagawanywa kwa haki, kuhakikisha kwamba kila anayepata atarudisha fedha ya serikali, kwa sababu hii fedha bilioni 2.2 tutatumia nyingi zaidi, itabidi hela hiyo iendelee kufufua mashamba ya ASA kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu za aina zote hapa nchini. Sawa jamani? Sasa baada ya kujifunza hilo, tunakwendaje mbele? Hilo moja, leo tunaanza mgao, tunagawa kwa wale ambao tayari, halmashauri ambazo zimejipanga. Sehemu ambazo nyingine barua zimeandikwa, imeambiwa kwamba tunahitaji kiasi fulani. Kuna sehemu nyingine wameomba mbegu kidogo kuliko tulivyoamini kwamba wangeomba. Najua mbegu bora na za kutosha. Kwa hiyo safari hiyo hapa kiongozi wetu ametuonyesha hii. Sasa tunaanza kwa serikali kuhakikisha kwamba mbegu zinanamuona Wariale hapa anatabasamu tu throughout. Na mimi nafurahi sana. Kwa huku mbele tutafanyaje? Tutakwenda kufungua mashamba makubwa kwa ajili ya kuzalisha mbegu nyingi bora za alizeti. Nashukuru sana mkuu wa wilaya ya Bahi tayari ameniambia ataangalia sehemu, lakini tunahitaji mahali penye maji. Na sekta binafsi tunawaalika, njooni tengenezeni hela kwa kuzalisha mbegu. Njoo, ardhi hiyo itakuwa ya ASA, atakukodishia wewe kwa bei ya kutupa, zalisha mbegu, mwagilia, na mbegu zenyewe uuze, utengeneze faida, lakini bei isiondoke huko ambako tunataka kwenda. Kwa hiyo mtu yote anataka kutengeneza hela, kuna fursa ya kutengeneza hela kwa kuzalisha mbegu za alizeti. Anzeni, mimi ningekuwa na mtaji ningefanya. Mwenye uwezo aje, wako watu mjini wana fedha wanatafuta mahali pa kutengeneza. Sisi tutahangaika kuwatafutia shamba. Liko shamba Kilombero, liko inaitwa Kilombero Plantation Limited. Yuko mtu ameshaliomba, napeleka, nimeona sasa shamba nimepeleka JKT. Lina miundombinu ya umwagiliaji. Tunaomba kampuni fulani ambayo tayari inataka kuzalisha mbegu za alizeti ipewe pale, walau kama miaka 5. Watumie ile wazalishe mbegu za alizeti zianze kutosha. Wamepata shamba Tanganyika, wilaya Tanganyika huko. Wanataka kuvunja, wanatafuta mkopo, naongea na mabenki wasaidie wavunje, waoteshe mbegu za alizeti. Yaani kazi yao sasa ni kutengeneza mbegu na ASA itawasaidia, au sio? Kwa hiyo sekta binafsi naomba muingie, mwakani hatutaki tena hii headache ya kuagiza mbegu za alizeti mpaka Ufaransa. Hapana. Tuchukue Kondoa hapa, tuchukue Bahi, tuchukue Katavi, tufanye hivyo, Kongwa na kadhalika. Kwa hiyo pamoja na kama kuna maeneo ambayo uhaba utaonekana, ahadi yetu ni hii. Hii ni hatua ya kwanza tumepiga. Hatukuwahi kuifanya. Sasa hatua ya pili ni kujitosheleza kwa mbegu. Lakini lipo jingine, huduma za ugani. Sasa tumeongeza fedha. Tulikuwa wizara yetu sisi kazi yetu ni uratibu, sio operational. Kwa hiyo milioni 600 zilikuwa zinatosha kwenye huduma ya ugani. Shughuli za ugani zinafanyika TAMISEMI. Local government. Lakini TAMISEMI wana madarasa yote ni serikali, mahospitali yote serikali. Wakati mwingine mtu anahisi kwamba kilimo kwa sababu wanaolima ni private sector. Pengine kwa hiyo tulichofanya tumeongeza budget ya ugani kutoka shilingi milioni 600 mpaka bilioni 11.5. Hela nyingi hizi tunaenda kufanya mafunzo rejea. Na baadaye wiki hii nakaa na idara zote na taasisi moja baada ya nyingine. Mafunzo ilianza, mafunzo rejea tulianzia pale Mpwapwa nadhani. Tulianzia Mpwapwa, tulizindua pale Mpwapwa. Mafunzo rejea, unapolima alizeti lazima mkulima apewe utaalamu. Mabwana shamba wetu, mabibi shamba wetu tutawatrain, tunaendelea kwa retrain, wakipata na mbegu tuende mbele. Kwa hiyo ndugu zangu, hicho ndicho nilichokuwa nataka niseme. Sasa machache ya mwisho. Kwanza nashukuru sana viongozi wetu wote wakuu wa mikoa, na kwa uhamasishaji ni mkubwa, napokea simu. Kwa baadaye watapiga kelele mbegu hazitoshi. Hilo nalitarajia. Lakini zitapatikana hizo zinazopatikana. Kwa tutagawa kwa bei hii haikupata kutokea. Mimi nawashukuru sana kwa uhamasishaji, umekuwa ni mkubwa kweli kweli. Nakumbuka zamani Mwalimu Nyerere siku moja katika hotuba yake alisema maneno yafuatayo. Alisema kulikuwa na katuni inaitwa Chakubanga na Bushiri. Alisema nimefurahi sana na Chakubanga pale. Wanaeleza, wanasema kuna watu wameiba mbolea. Sasa nikasema kama watu wameelewa umuhimu wa mbolea mpaka wanaiba, basi tumepiga hatua.
Na mimi nasema uhamasishaji wa kulima alizeti umekuwa mkubwa kiasi kwamba sasa uhaba wa mbegu utaonekana. Ulikuwa uonekana. Sasa hivi mbegu tunazogawa zitakuwa mara 3 ya mbegu ambazo zinatumika, mbegu bora. Mara 3. Kwa sababu tulikuwa tunatumia chini ya tani 600. Leo tunagawa 1600 lakini tutafika 2000. Dogo hilo. Kubwa sana. Kwa hiyo sasa tunajua kwamba watu wamehamasika, na hizo shukrani ziende kwa viongozi wetu wa local government, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala. Hapa nyie hamjui tunaenda kwenda Kitimoto nikitoka hapa. Dodoma. Maana walishaanza kuniambia sisi mahitaji yetu yalikuwa haya bwana. Sasa wewe ukishatuambia. Sasa mbegu ziko wapi sasa? Kwa hiyo tutaenda kule, lakini mimi nafurahi kwamba sasa mwakani mambo yataenda zaidi. Lingine ambalo nataka kusema, hatutumii alizeti tu kama chanzo kikubwa cha mafuta. Yapo mazao mengine. Michikichi bado tutaendelea nayo. Tunaendelea nayo. Inachukua muda kidogo kukoma, lakini tunaendelea nayo. Kwa hiyo hatujasema tumeacha kule. Lakini vile vile pamba. Tuna kampeni kubwa sana ya kuongeza tija kwenye pamba. Inaendelea kanda ya Ziwa. Tunatarajia hali ya hewa ikiwa nzuri na kila kitu, na wakulima nimeambiwa wameelewa vizuri sana, tutaongeza uzalishaji wa pamba, tutapata mafuta mengi zaidi ya pamba. Bado tuna karanga. Tutakuja na mkakati wa kunyanyua kilimo cha karanga. Lakini kuna zao moja ambalo limepanda bei karibuni na watu wamelishtukia, soya. Soya nayo imepanda bei kwa sababu ya Covid. Watu wengi hawajui. Unajua ukisema bwana mbolea imepanda bei Covid, sasa ndio hiyo tena. Imepanda bei. Kwa sababu uzalishaji uliumba, ghafla mahitaji ni makubwa kuliko uzalishaji. Kwa sasa hivi zao la soya China bei imepanda sana. Lakini hata kama lisingepanda, soya tunahitaji si kwa ajili ya kuexport tu. Tunahitaji kwa ajili ya mafuta ya kula. Mafuta ya kula yanayotokana na soya ni bei ndogo kuliko yatakayokuwa ya alizeti. Ya alizeti ni bora zaidi, ya soya ni bei rahisi zaidi. Mawese ni bei ndogo zaidi, lakini si bora kama ya alizeti. Kwa hatuwezi kuacha yote, tukizalisha alizeti ya kutosha mafuta, kama tutauza nje tuuze sawa, mradi tu tuone kwamba balance sheet ya nchi yetu tunachouza na tunachonunua kimekaa vizuri. Kwa hiyo tutaendelea na kampeni hiyo, na soya tumeanza kampeni, na hasa uzalishaji wa mbegu za kutosha kwa ajili ya wakulima kulima soya, kwa sababu hiyo itatusaidia sana vile vile kwenye chakula cha mifugo. Kwa hilo hatujalisahau na tutakwenda nalo. Baada ya kusema hayo, na nilidhani nitasema kidogo sana, mimi nawashukuruni sana kwa kuja hapa na viongozi wangu wote ambao wamekuja hapa. Sasa niko tayari kugawa hizo mbegu ambazo hatujawahi kugawa hata siku moja. Kwa kama hazitoshi basi tuseme walau serikali imeanza safari. Sio jamani? Asante. La faraja kubwa sana. Nimefarijika mpaka machozi. Sipati la kusema. Tumepigana muda mrefu kwa ajili ya zao hili la alizeti. Tukapambana kwa ajili ya usajili wa chama hiki, ili mradi tu mkulima aweze kufarijika siku moja, afunge tai, aweze na yeye kupata kinua mgongo. Plani yetu kwamba siku ya siku na yeye aweze kufika mahali awe na akiba ya uzeeni kama walivyo wafanyakazi wengine. Ni plani ambayo tunaitafakari kwa mara katika vikao vyetu na kuona ni njia ipi sasa ambayo tutapita. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, Mama Samia Suluhu Hassan ameliona. Kumbe mnapotafakari yanamfikia. Tunapoota ndani ya njozi zetu, mama kumbe na yeye anapata na yeye njozi hizo. Mimi kwa kweli kwa pande zote mbili za mkoa na wageni wote na serikali sina mengi ya kuzungumza zaidi ya kusema asanteni.